Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku wa leo ni pamoja na Mheshimiwa Harry James asema ni marufuku mwalimu kumtuma mwanafunzi nyumbani kwake. Watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hiyo. Sitaki kusikia kabisa hiyo biashara. Ithibati ya kigezo kikuu Samia Kalamu Awards 2026. Kuna hiki kigezo cha kuwa na ithibati, kwa hiyo nashauri wale wote ambao wanashiriki kwenye hizi tuzo basi wahakikishe kwamba wanakuwa na ithibati, wamethibitishwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Wananchi wa jimbo la Isimani leo wameshiriki uchaguzi mdogo wa ubunge. Ni wakara wa chama cha CUF. Hapa mpaka anapoondoka sasa hizi kura tuzipewa amepata kura 9. Ameongoza kupewa Chama cha Mapinduzi. Serikali yaahidi kuendelea kulinda na kuwezesha wawekezaji wa ndani. Marketing, mtu anakuambia sasa una vituo huko mbele kuelekea porini. Nilinotice kuna gap kubwa ya petrol stations za uhakika kwenye watu wenye magari ya kisasa. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Baldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibuni. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewaelekeza wakurugenzi wote wa halmashauri ndani ya mkoa wa Iringa kuelekeza maafisa elimu msingi na sekondari kuwa ni marufuku mwalimu yoyote kumtuma mwanafunzi nyumbani kwake kwa sababu yoyote. Harry James ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Ilamba, kata ya Dabaga, kwenye msiba wa mtoto mwanafunzi wa darasa la 3 aliyeuawa kikatili na mwalimu wake, na kuthibitisha kuwa jeshi la polisi tayari limemkamata mtuhumiwa na upelelezi unaendelea. Watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hiyo. Sitaki kusikia kabisa hiyo biashara. Mambo ya mtoto kupeleka maji nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka kuni nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu, sitaki kusikia ndani mkoa. Maana kupitia hiyo leo tumefanya nini? Tumepoteza mtoto. Walimu wangu tunawapenda sana, tunawajali sana, mnatusaidia sana kulea watoto wetu. Lakini kwa namna dunia ilikofika, hakuna mtu tutamwamini. Nadhani ni busara, kama kuna huduma yoyote unaihitaji, situme watoto nyumbani. Watume watoto wakiwa kwenye eneo la nini? La shule. Mtume alete kuni, alete nini katika eneo la shule. Lakini baada ya muda wa masomo au ndani ya muda wa masomo, mtoto yoyote asitumwe nyumbani kwa mwalimu kwa sababu yoyote iwaye. Mwalimu unayo haki ya kuomba ruhusa kwa mkuu wako wa shule, unayo haki ya kuomba nafasi kwa mkurugenzi kama ni nje ya kituo. Ukienda mwenyewe kafanye shughuli yako nyumbani, tuma watu wazima nyumbani wakafanye hiyo kazi. Narudia tena, mkurugenzi wa halmashauri ya Kilolo na kupitia hapa na waelekeza wakurugenzi wote wa halmashauri ndani ya mkoa wa Iringa wakawaelekeze maafisa elimu na msingi na sekondari, ni marufuku mwalimu yoyote kumtuma mtoto mwanafunzi nyumbani kwake kwa sababu yoyote, iwe ni kupeleka maji, iwe ni kupeleka kuni, iwe ni kupeleka mzigo, iwe ni kupeleka zawadi. Ni marufuku ndani ya mkoa huu. Sasa kusikia hiyo sana. Hawa ni watoto wetu, tunawalea, tunawajengea uwezo, lakini kwa mazingira haya tulio nayo sasa hatujafikia kiwango cha kuaminika kiasi hicho. Kwa hiyo wazazi, mnisaidie kufuatilia. Kama bado kuna walimu wanafanya hiyo kitu, toa taarifa. Na walimu pia mjifunze, hili lililotokea sio zuri sana. Tusikubali kidole kimoja kisababisha tukate mkono mzima. Huyu ni mtu mmoja na tabia yake na sababu zake, wala sio walimu wote. Sasa tusikubali ikaja ikatokea sababu wakaonekana walimu wote wabaya kwa sababu ya mtu mmoja. Na sisi wote hapa, mimi niko hapa, watoto wangu wako na walimu kule wanawafundisha. Ndio wanawafundisha kusoma, ndio wanafundisha kuheshimu watu, ndio wanawasaidia kufanya kazi, wanawafundisha. Sisi wote hapa waliotusaidia kufika hapa ni kina nani jamani? Ni walimu. Sasa anapotokea mmoja mbaya, asije kasababisha tukaharibu na heshima ya walimu wote. Sasa ili kuliondoa hilo tunasema huu utamaduni ufe kabisa. Nadhani mkurugenzi wangu umenielewa vizuri. Na waandishi wa habari watakaoshiriki tuzo za uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalamu Awards 2026 wamelazimika kukidhi sharti la kuwa na ithibati
kutoka Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari JABI, hatua inayolenga kuimarisha weledi, uwajibikaji na ushindani wa haki katika taaluma hiyo. Akizindua rasmi mchakato wa kupokea kazi za kushindanishwa jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Samia Kalamu Awards Mhandisi Peter Mwasalianda amesema maandalizi ya mwaka huu yanazingatia maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kutambua mchango wa waandishi wa habari za maendeleo nchini. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa kushirikiana na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA tumeanza maandalizi ya utoaji tuzo ya Samia Kalamu Awards 2026 ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi rasmi wa Bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025 alibainisha dhamira ya serikali anayoongoza kuendelea kutambua mchango wa waandishi wa habari za maendeleo nchini kupitia Samia Kalamu Awards. Tamko hilo pia ni mwendelezo wa ahadi aliyoitoa wakati wa hafla ya utoaji tuzo hizi, kama mnakumbuka, mwezi Mei 2025 ambayo ilikuwa ndio season 1. Tutakuwa na makundi kwa mwaka huu 2026, makundi yako matatu. La kwanza ni tuzo maalum ya kitaifa za kitaifa. Ya pili ni tuzo kwa vyombo vya habari na tatu ni tuzo za kisekta. Vigezo vya jumla vya ushiriki wa mwandishi wa habari: moja, ni lazima awe ni Mtanzania, awe raia wa Tanzania, na pili, awe amethibitishwa na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari JAB kwa upande wa Tanzania bara, na kwa upande wa Zanzibar awe na kitambulisho cha mwandishi wa habari, zile press card. Na sifa ya tatu, asiwe na rekodi ya kutiwa hatiani kwa kosa lolote la jinai. Hizo ndio sifa kwa ajili ya mwandishi wa habari. Maelezo zaidi ya makundi ya vigezo tutaomba mtembelee tovuti samiaawards.tz ambapo kule tumeainisha vigezo na hayo makundi yote ambayo yatashindania kupata hizo tuzo. Kama ile season iliyopita mambo ya ajabu hayakuwepo. Kwa hiyo waandishi wa habari walishiriki wote bila kujali vigezo vya kuwa na ithibati, lakini mwaka huu kuna hiki kigezo cha kuwa na ithibati. Kwa hiyo na shauri wale wote ambao wanashiriki kwenye hizi tuzo basi wahakikishe kwamba wanakuwa na ithibati, wamethibitishwa na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Ni muhimu sana kwa sababu ni takwa la kisheria na ni kitu ambacho hatuwezi kukikwepa. Kwa hiyo ni muhimu waandishi wote wawe na hiyo ithibati. Tushiriki wote kwenye hizo tuzo. Isionekane tu ni watu fulani tu ambao wanataka kushiriki. Hapana, wote tunataka tushiriki. Then tushiriki hasa zile habari ambazo kwanza zimezingatia maadili, zimezingatia weledi, lakini pia habari ambazo zina impact kwa. Na tukielekea jijini Dar es Salaam, Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika ameionya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuacha kupotosha umma kupitia vyombo vya habari, akisisitiza kuwa ujumbe wa ofisi hiyo uliofika makao makuu ya chama hicho hauhusiani kabisa na barua za matakwa ya kujieleza walizotumiwa hivi karibuni kufuatia kauli za viongozi wao. Akizungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam, Mnyika ameweka wazi kuwa ziara leo ni utekelezaji wa ratiba ya kawaida ya kisheria iliyopangwa tangu mwezi Aprili kuhusu masuala ya dawati la kijinsia. Ujumbe huo wa msajili uliohusisha msajili msaidizi wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza umefika katika ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, huku kukiwa na joto la kisheria na kisiasa kati ya pande hizo mbili. Tarehe 28 mwezi Aprili, na ilihusu vyama vyote. Ilikuwa ni kwa makatibu wakuu wa vyama mbalimbali. Barua ilikuwa inasema kutembelea vyama vya siasa kuvisaidia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa kuhusu swala la sera ya jinsia, dawati la jinsia. Kwa hiyo walituandikia. Wakati huo sisi tukawajibu kwamba kwa tarehe waliokuwa wanataka kuja wakati huo, tukawaambia kwamba wasije wakati huo. Tukawajulisha kwamba tuko tayari kukutana nao tarehe 1 mwezi Juni. Tarehe 1 mwezi Juni ndio leo. Kwa kuja kwao leo hakuna uhusiano wowote.
na barua tulizokuwa tumeandikiwa kabla za kujieleza kwa kauli za viongozi, wala barua zilizofuata baadaye za kujieleza kuhusu kauli ya viongozi. Hakuna uhusiano wowote kati ya hayo matukio. Kwa hiyo ofisi ya msajili isipotoshe huko kwenye vyombo vya habari kutaka kuonyesha kama kujiokoa sasa hivi kuna mahusiano na hizo barua mbili ambayo ya kwanza walituandikia tukawajibu, lakini tukafungua shauri mahakamani wakapewa zuio la mahakama kushughulikia hilo. Wametuandikia barua nyingine ya pili ambayo muda wake wa majibu bado ni tarehe 8 mwezi Juni. Katika wakati mwafaka tutawaita kuzungumza kuhusu mambo yanayohusiana na hiyo barua, lakini nataka kusisitiza tu kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya kuja kwa msajili leo na barua mbili ambazo msajili walituandikia kuhusiana na kauli ambazo viongozi tumetoa, hiyo kwenye vyombo vya habari au kwenye mikutano ya hadhara. Asanteni. Wananchi wa jimbo la Isimani wamejitokeza kushiriki uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo hilo kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wao William Lukuvi, huku vyama zaidi ya 16 vikijitokeza katika uchaguzi huo. Wakizungumza na Matukio Daima, wananchi wa Isimani wamesema kuwa ni muhimu kupiga kura ili kuchagua kiongozi anayefaa kuongoza na kuleta maendeleo katika jimbo hilo. Fungengena kutoka kijiji cha Kisinga. Ushiriki wetu wa kupiga kura tumepiga vizuri, na tunategemea mbunge tutakayekuwa tumemchagua tuletee mafanikio zaidi ya yale yaliyokuwepo. Tathmini yetu ni kubwa, mwitikio ulikuwepo mzuri, ushirikiano wa wapiga kura ulikuwa mzuri bila vurugu yoyote. Kwa jina naitwa Frank John Ngolako, kazi wa Kisinga. Uchaguzi umeendelea vizuri, watu wameshiriki na kila kitu kimeenda vizuri. Ndoto za kwanza ni maendeleo tuliyokuwa tunatarajia tangu Lukuvi akiwepo, lakini pia cha pili anatakiwa alete vitu vipya, kama vile tuna uhaba wa vitu vingi katika kata yetu na jimbo letu kwa ujumla, bado liko nyuma na linatakiwa liendelee. Kwa hiyo tunahitaji jitihada zake zitumike. Tunahitaji michezo pia idumishwe, lakini pia vijana waendelee kufanya shughuli zao bila kukabwa kwa aina yoyote. Jina naitwa George Hassan Mahari, ni wakala wa chama cha CUF. Kiujumla zoezi limeenda vizuri toka nilipofika asubuhi mpaka saa hizi tumemaliza kuhesabu na nimeridhika na hali hiyo. Mimi nimeanza kusimamia toka mwaka wa kwanza wa vyama vingi. Mwamko kwa sasa naona ni mzuri kwa sababu watu nafikiri wanaelewa nini wanachokifanya. Hapa mpaka anapoondoka saa hizi kura tuzipewa nimepata kura 9. Hali ya demokrasia kwa sasa inakuwa. Matokeo ya awali tu ambayo yamebandikwa, matokeo rasmi yatangazwa na msimamizi wa uchaguzi. Asante, endelea kufuatilia Matukio Daima. Na serikali imesema itaendelea kuwalinda na kuwawezesha wawekezaji wa ndani kwa kuunga mkono uwekezaji unaolenga kutoa huduma muhimu za kijamii na kuchochea maendeleo ya uchumi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Karatu Lameck Karanga wakati wa uzinduzi wa kituo kipya cha mafuta cha Oryx Karatu kitakachoendeshwa chini ya kampuni ya Highlands, na amesema uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za serikali kuendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa wawekezaji wa ndani. Ulinzi ni jukumu letu na tutatoa ulinzi wa kutosha kama tunavyotoa kwenye sekta zingine na kuendelea kuimarisha zaidi. Lakini niombe sasa, kutokana na dunia inavyobadilika na teknolojia inavyokwenda, tuendelee kuweka mifumo rafiki ya ulinzi, kwa mfano kamera na vitu vingine vya kuweza kutusaidia pale ambapo kwa namna moja au nyingine tunaweza kujisaidia wakati ambapo tunaweza kukutana na matukio ya kihalifu ambayo yanahitaji tuwe na miundombinu hiyo ambayo inaweza kutusaidia kufanya ufuatiliaji wa kujua matukio ya kihalifu yanayoweza kufanyika nje na karibu na maeneo yetu. Niliona umuhimu mkubwa sana wa kufungua kituo Karatu kutokana na demand kubwa ya tourism sector. Actually tourism sector inapita the northern zone. Na most wateja, mimi na kituo pale Moshi. Most of wateja wa Moshi wa tourism wanakwambia ukitaka kuwauzia mafuta throughout, wanakwambia unatakiwa uwe na kituo throughout mpaka Serengeti. Kwa hiyo that was one of the main reasons ambazo nilikuwa nikifanya marketing. Mtu anakuambia aisee, una vituo huko mbele kuelekea porini. Nilinotice kuna gap kubwa ya petrol stations za uhakika kwenye watu wenye magari ya kisasa. Unajua watu wenye magari ya kisasa gari zao ziko very sensitive. Karatu ni eneo la kitalii ambalo lina attract watalii wengi na activities nyingi kimsingi kibiashara, lakini pia
mfumo ya usafirishaji. Vivyo basi kuleta huduma hizi karibu na hawa wadau wa usafirishaji na utalii imekuwa ni sehemu ya ndoto ya Oryx katika matarajio yake ya expand zaidi kibiashara. Na unavyojua sisi afisa masafirishaji hatuhitaji vitu vingi, nahitaji kuchukua mafuta kusafirisha abiria afike mahali husika kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu mafuta yamekuja karibu na sisi na tunapata huduma kwa wakati. Na mtazamaji wa Matukio Daima, mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kuhitimisha tusikilize tena muktasari wake. Ujambo na karibu katika Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku wa leo ni pamoja na Mheshimiwa Harry James asema ni marufuku mwalimu kumtuma mwanafunzi nyumbani kwake. Watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hiyo. Sitaki kusikia kabisa hiyo biashara. Ithibati ya kigezo kikuu Samia Kalamu Awards 2026. Kuna hiki kigezo cha kuwa na ithibati, kwa hiyo na shauri wale wote ambao wanashiriki kwenye hizi tuzo basi wahakikishe kwamba wanakuwa na ithibati, wamethibitishwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Wananchi wa jimbo la Isimani leo wameshiriki uchaguzi mdogo wa ubunge. Kwa ni wakara wa chama cha CUF. Hapa mpaka anapoondoka saizi kura tuzipewa amepata kura 9. Ameongoza kupewa chama cha Mapinduzi. Serikali yaahidi kuendelea kulinda na kuwezesha wawekezaji wa ndani. Marketing, mtu anakuambia aisee una vituo huko mbele kuelekea porini. Nilinotice kuna gap kubwa ya petrol stations za uhakika kwenye watu wenye magari ya kisasa. Kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majenge na mwenzangu mimi naitwa Frank Vegula. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com
gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Esadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Esadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.